Kitu cha kwanza ambacho tungependa kukifahamu kama producer ambaye umeshafanya kazi na wasanii tofauti tofauti, so unaona AI inaweza kutoa ile vibe ya Kiafrika ama bongo flavor energy ambayo inahitaji kushirikiana na wasanii wa kawaida? For instance, labda ukiwa una produce unakuwa face to face na msanii studio, right? So kupitia matumizi ya AI, unadhani ile vibe na energy ambayo inapatikana wakati producer yupo macho kwa macho na msanii kupitia AI inaweza ikatokea? Actually AI inafanya kile ambacho inakuwa commanded na mtu. Umeona? Sio kwamba itaweza kufanya kitu ambacho haijawa commanded. Kwa hiyo inakuwa prompted na mtu, then inaweza kutoa kile kitu. Lakini still ule uwezo wa mtu original hauwezi kufananisha na AI. Kwa sababu uwezo wa mtu ule ni pure, tunasema ni pure. Kwa hiyo uwezo compare na kitu ambacho kimekuwa generated automatically. Kwa tuseme tu kwamba AI imekuwepo kwa ajili tu ya kuwasaidia watu ambao hawajaweza kufanya kama vile, lakini mtu akiweza kufanya katika ile originality yake, AI bado haiwezi ikaondoa ule uhalisia wa mtu. Sahihi kabisa. Sawa. Sasa katika siku za hivi karibuni pia tumekuona ukifanya kazi na baadhi ya wasanii kutokea nyumbani Tanzania. So far ikitokea umepata tool ya AI ambayo inaweza kutengeneza wimbo mkali katika ubora wa juu kwa dakika chache kabisa, je, ungetumia kwa kiasi gani kuhakikisha una produce music, au usingetumia kabisa? Kwenye issue ya kutengeneza muziki kwa haraka, naweza nisitumie AI kabisa, na wala siishauri. Kwa sababu uwezo wa kutengeneza beat from scratch bila kupata usaidizi wa AI inawezekana kabisa. Kwangu mimi naweza kutengeneza muziki ndani ya muda mfupi sana. Kwa hiyo AI labda kiwe ni kitu ambacho ni cha ziada. Kwangu mimi nakichukua kama kitu cha ziada. Sio kwamba naipinga AI, no, sometimes tunatumia, lakini sio kwamba naishauri kwamba itumike kama njia mbadala ya kutengeneza kitu kizuri. Isiwe kitu ambacho mtu anakitegemea kwamba bila AI mtu hawezi kutengeneza muziki mzuri. So mimi kwa upande wangu na uwezo wa kutengeneza muziki ndani ya muda mfupi, lakini bila kutumia AI. AI ni kitu ambacho ni cha ziada sana. So unataka kuniambia katika career yako hujawahi na wala hautarajii kutumia artificial intelligence? Nimewahi kutumia AI kwa ajili ya kugenerate idea, lakini sio kwamba nitumie ile idea just kama ilivyo copy and paste, no. Nimewahi kuitumia umetumia AI tayari? Yes, nimewahi kuitumia. Yaani sio kwamba naipinga AI. Lakini ambacho mimi nataka kusema ni hivi. Sawa, tumia AI, lakini usiwe kama hizi nyimbo ambazo zinatoka siku hizi 100%, yani kuanzia vocals, beat, kila kitu kimefanyika na AI. Hamna uwezo wa producer binafsi ambaye ameutumia au amefanya kwenye hiyo project. Hicho mimi ndo ambacho napinga, lakini as long as na uwezo wa kutengeneza kitu, AI ikabaki kuwa just a supportive idea, ni sawa. Sawa. Sasa unadhani vijana ambao wanaingia sasa hivi au wanatamani kuingia kwa miaka miwili au mitatu mbele katika industry ya kutengeneza nyimbo wataathirika vipi na matumizi ya AI, ukizingatia sasa hivi sio tu katika audio production, even video? So wale upcoming producers wataathirika vipi na kuenea kwa AI? Kikubwa ambacho tunaweza kufanya sio au maproducer wanaokuja tu, hata sisi pia ambao tupo tunaendelea na game kwa sasa hivi, as long as it is technological issue, inabidi sote tuwe updated. Kwa hiyo si vibaya kujifunza masuala ya teknolojia. AI yani inabidi iwe part of us kwenye masuala ya production, tujifunze pia tujue. In case ikatokea sehemu ambayo wewe uwezo wako binafsi hautohitajika, lakini still utaweza kutumia AI tools kuproduce muziki mzuri. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba ni kulearn staffs zote, uwe producer ambaye uko competent pande zote. Ukija upande wa technology, una uwezo wa kufanya kitu ambacho kinaeleweka, lakini pia pasipo matumizi yoyote ya teknolojia una uwezo wa kutengeneza muziki mzuri.
Sawa sawa. Yeah, Sasa kwenye masuala ya teknolojia kusoma kuishi, knowledge has no end, so inabidi muda wote mtu uwe updated. Kila siku unaangalia ni kipi ambacho kimetolewa au ni kipi ambacho kinapaswa kufanyika, ni kulingana na dunia inachotaka kwa sasa hivi. Sawa sawa. Kuna huu wimbo ambao una trendi sana sasa hivi na unafanya vizuri, unaitwa Papotai kama sikosei. Yes. Imetumika sana AI katika kutengeneza huo wimbo. Sasa wewe kama producer unafikiri ni kitu gani ambacho kitabaki kuwa uhalisia tu katika music? It doesn't matter umetengeneza wimbo wa aina gani, umekuwa mkali kiasi gani kupitia AI, ule uhalisia utakuwa vipi? Ama ni kitu gani ambacho kitabaki kuwa halisia tu? Kinachobaki kuwa halisia ni kwamba mtunzi alitumia akili yake katika kuandika yale mashairi. Lakini kwa wakati ule yeye alifikiria kufanya muziki katika ile jona ile ambayo aliweza kufanya yeye. Japo mimi upande wangu ukiniuliza kuhusiana na hiyo nyimbo, I like the AI version. Yaani AI version imekuwa out of box. Umeona? The vibe, the way ilivyotengenezwa like imekuwa ni nzuri zaidi. Lakini kwa nyimbo ina muda mrefu, miaka mingi nyuma, kwa muda ule yeye aliweza kutengeneza nyimbo kwa staili ile, alifikiria itoe katika vibe ile. Lakini kwa kipindi hiki mimi nimeiona kama hii AI version imekuja kuwa na kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Version hii ya AI ni nzuri zaidi na ndio maana imependwa. Sawa kabisa. Vipi? So originality bado inabaki pale pale, kwamba aliyetunga zile melodies ni vile vile, ambacho kimebadilika ni aina ya muziki. Yes. Vipi kwenye upande wa biashara huko mbeleni? Unadhani muziki uliotengenezwa na AI na muziki uliotengenezwa na human producer, for instance wewe hapo iTunes, kipi ambacho kitakuja kuwa na soko kubwa zaidi kwa miaka ya mbeleni? For sure, kwa sisi maproducer inabidi tufanye kazi sana, kwa sababu tunakoelekea huko mbele inawezekana kabisa watu wakawa hawahitaji kabisa usaidizi wetu. So ninachomaanisha kwenye sisi kufanya kazi sana ni kwamba tujitengenezee mazingira ambayo tujinoe ili tuendane na huu wakati, yani kwamba tuwe tuna uwezo wa kucompete na hizi AI tools. Kwa hiyo tujiupdate kwenye masuala yetu ya utengenezaji muziki, kwenye skills zetu, ili tunachokitengeneza at least kiweze kucompete na hii AI tools ambayo imekuja kuua soko la maproducer. Kwa sababu tunakoelekea hata maproducer wakubwa wamekuwa wakipromote AI tools. Unaona? Kwa means usipojua chochote kuhusiana na AI tools kabisa, inawezekana kabisa kwa upande mwingine ukashindwa kutengeneza kitu ambacho kikaendana na market ya sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa ambacho sisi tunapaswa kufanya to keep update, yani kila kunapokucha tujifunze zaidi na zaidi ili tuweze kuendana na hii market. Vinginevyo huko mbeleni tunaweza tusiwe na kazi kabisa. Sawa kabisa. Sasa ikitokea msanii kama Alikiba au let's say labda Diamond Platnumz, Harmonize au Mario anakuambia bana, iTunes dau langu ili hapa nataka unitengenezee ama uproduce music audio kwa kutumia AI peke yake bila kutumia human production, je, uta accept deal ama utaachana nalo? Yani kwamba yeye asifanye chochote, asiimbe, asiandike chochote, just AI. Ni kulingana na yeye anachotaka. Kwa sababu sasa hivi tumefikia katika point ambayo tunafanya kwa ajili ya mteja. Unaona? Lakini still bado mimi naweza kumshauri mtu afanye kwa percent yake. Umeona? Kwamba at least you can do some stuff. Lead vocals unaweza kaimba, hata kama mashairi yakiandika AI ni fine, lakini zile back vocals zikaja kuongezwa na AI. Kwa mfano hii nyimbo mpya Alikiba na Vanilla, zile back vocals zimetengenezwa na AI, japo yeye amefanya verse, ameimba live verse na vocal yake. Kwa hiyo it's not a good idea kwamba ndo kila kitu 100% ifanye AI.
No, you can do at your percent, then AI inakuja tu kufanya kukamilisha kile ambacho tayari umeshakifanya. Okay. Yeah. Tukipiga hatua miaka 5 au 10 ijayo, let's say labda 2030 mpaka 2035. Je, unatarajia bado music production itakuwa ina uhitaji wa human producer kama wewe, ama hatutokuwa tena na haja ya kuwategemea nyinyi katika kutengeneza music? You know, sisi producers, hata hizo AI tools zinatengenezwa na watu. Okay. Na watu ambao wanazitengeneza sio kwamba ni watu ambao hawajui chochote kuhusiana na muziki. Means ni engineers, producers ndio ambao wanaenda kuzitengeneza hizo programs. Kwa hiyo still sisi tutahitajika, yani kwa namna yoyote ile bado utakuja kuhitaji human activity kwenye masuala mazima ya production. Hizi tools zinatengenezwa tu ni kwa ajili ya kusaidia automation ya kazi, yani kwamba ile time ambayo ingeweza kutumika kutengeneza kwa muda mrefu inaweza ikapunguzwa, ile working time ikapunguzwa na kitu kikaweza kufanyika kwa uharaka zaidi, lakini still human activity lazima ihitajike pale. But sorry na kutoa kidogo kwenye niniliu soko lako, tuchukulie mfano katika music video production. Tumeona kama kuna video 3. Kuna video ya Baraka the Prince, kila kitu kimetumia artificial intelligence. Kuna video ya Nandi na Jux, Sweetie imetumia pia artificial intelligence. Tukija katika video mpya sasa hivi ya Gigimani na S2Kids pia imetumia artificial intelligence. So kwa kila ambacho kinaonekana, unadhani bado tutakuwa tuna uhitaji wa human production? Of course yes. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwa umakini sana, kuna uhalisia fulani ambao haupo. Kinachokuepo tu utaona ule muonekano wa sura in a way, lakini zile actions zile ukija kuzileta kwenye real person inakuwa ni uongo, yani ni kitu ambacho hakipo. Kwa labda zinapozidi pia kuwa modified, labda ndo zitaendelea kutoa quality products. Kwa mimi ambacho tu naweza nikashauri ni kwamba hizo ziendelee kutengenezwa, ziendelee kuwepo, lakini sisi ambao tuko kwenye tasnia ya production tuendelee kujiupdate, yani tuwe flexible pande zote, kwamba ninaweza nikafanya production pasipo matumizi ya AI, lakini pia ikija katika ulimwengu ambao AI itahitajika, niwe na uwezo wa kuioperate, kwa sababu the more una uwezo wa kuioperate, AI ndio inaweza ikakupa product nzuri, ambavyo ukioperate vibaya haiwezi kukupa yale matokeo ambayo wewe unayataka. Okay. Yeah. Sawa, basi Itune mimi nikushukuru sana. I hope kila ambacho umekizungumza basi kitafundisha watu wengi. So to producer ambaye anatarajia kwanza kazi ya produce music, even hata mdau wa muziki halisi kutokea nyumbani Tanzania, East Africa, even Africa. Shukrani sana.